Naam, nikukaribishe katika mshike mshike, uko nami Akida Kilango, na kama ambavyo nimekufahamisha muda mchache uliopita, tunaelekea katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, mchezo ambao utapigwa dimba la Aman pale Zanzibar. Na kama ambavyo nimekufahamisha, tayari timu yetu ya Azam TV na wana mshike mshike wapo tayari kwa ajili ya kuweza kutuletea masuala kadha wa kadha kuelekea katika mchezo huo. Na kule Zanzibar yupo mwenzetu Alwatan Ramadhani Ngoda, kama ambavyo unaweza kumuona hapo. Habari ya muda huu Alwatan? Njema kabisa Akida, na hakika nikwambie tu kwamba waliosema Zanzibar ni njema atakaye ni aje hawajakosea. Wamepatia haswa, na sisi wenyewe tunauona wema wa Zanzibar na kila kitu kipo kama tulivyotaraji. Basi na shaka mbali na mchezo yapo mengine mengi mazuri ambayo naweza mkatufahamisha yanaendelea huko. Hakika yako mengi sana, lakini nafikiri muhimu ni la kuelekea hiyo fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, kama jinsi ambavyo ilivyoelezwa na kuonekana na ulivyoigusia katika muhtasari wa mshike mshike. Kubwa ni mchezo huo wa fainali ambapo kila upande umejinasibu kuweza kufanya vizuri na kuchukua taji hilo la kombe la shirikisho la CRDB Bank. Hii inaongeza sababu ya mtazamaji wetu kutokuwa na nusu sababu ya kutokiwasha kisimbuzi chake, kwa sababu yako mengi sana ya kuyafurahia, ikiwemo hilo la fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Naam, nilete sasa kijiti hiki kwako kwa ajili ya kuweza kutufahamisha masuala mbalimbali kuelekea katika mchezo huu muhimu wa fainali utakaopigwa Jumapili, wananchi wakikipiga dhidi ya Singida Black Stars. Ni kushukuru sana Akida Kilango, na sasa moja kwa moja tuelekee kwenye kile ambacho tunacho katika mshike mshike viwanjani kwa siku hii ya leo, na bila kupoteza muda tuanze na taarifa ya kikosi cha Young Africans, ambapo kikosi hicho kimewasili leo jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume hapa Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Singida Black Stars, mchezo utakaochezwa Jumapili katika uwanja wa New Aman Complex kuanzia majira ya saa 2:15 usiku. Yanga imewasili na kikosi kamili, huku ikipokewa na mamia ya mashabiki na wanachama wake wenye furaha kubwa baada ya timu yao kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC mara ya 31 kwa kuwafunga watani wao wa jadi Simba Sports Club. Baada ya kutua Zanzibar, kikosi cha wananchi Young Africans kimefanya mazoezi viwanja vya Aman Complex ili kuweka sawa mili ya wachezaji. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe amesema Singida Black Stars haijaingia kwa bahati mbaya katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, hivyo Yanga itaingia kwa nguvu zote siku ya Jumapili kusaka ushindi wa taji hilo. Yes, tunafahamu ni mchezo wa fainali, na kama ambavyo imeandikwa na imesemwa na watu wengi kwamba Singida Black Stars hajafika fainali kwa bahati mbaya, ndivyo hivyo ambavyo na sisi Yanga tunamchukulia Singida kwa userious huo. Tunaamini kuna kazi aliifanya mpaka amefika hatua ya fainali, kwa hiyo hakuna sekunde hata moja ambayo itatokea kwenye pitch Yanga tukamdharau Singida Black Stars. Tunafahamu wana hamu, wana shauku, wana kiu cha kukata historia yao mbovu ya kutokupata mafanikio kwenye msimu. Kwa hiyo wataka at least msimu huu wamalize wakiwa na kikombe, warudi Singida wakapokezana. Sasa hilo linaweza kuwa wazo kwenye meza yao, na pengine wana tamaa ya kufanya hivyo, lakini lazima wafahamu mbele yao kuweza kufikia hilo wazo yupo Young African Sports Club. Hapo ndiko ambako Mbosso pia aliimba kwamba ukitaka kupanda mlima Kilimanjaro lazima uje wapi? Ngare Naro. Kwa hiyo kama wanataka ubingwa lazima wamfunge Yanga, na Yanga mwenyewe ndio kameingia leo Zanzibar kwa ajili ya shughuli hiyo ya kumfunga Singida, tuchukue kombe la 5 mfululizo, tumalize msimu tukiwa na furaha kweli kweli. Kwa hiyo niwaambie mashabiki na wanachama klabu yetu ya Yanga, ni mchezo ambao tunaochukulia kwa userious mkubwa mno tuweze kupata matokeo mazuri siku ya Jumapili. Kuna kauli huwa zinatolewa na mashabiki wa timu pinzani kuwa Singida Black Stars ni tawi la Yanga na inacheza dhidi ya Young Africans katika hali ya udhaifu. Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo, amelitolea majibu swala hilo.
Nafikiri Singida ambacho wanakichanganya kama ni masuala hayo ya ufamilia, undugu, sijui utawi, wao kama ni tawi la Yanga basi ni tawi ambalo linagawa pointi kwa ugumu. Sisi tuna tawi lingine pale Msimbazi ambalo linatogea pointi kirahisi. Kwa hiyo kama kujisikia vibaya, wangeanza kujisikia vibaya wale wa Msimbazi, sio wao. Haijawahi kutokea mechi nyepesi kati ya Yanga na Singida Black Stars. Singida huwa wanapigwa tu pressure na matawi yetu mengine wajitutumue. Mechi ya kwanza ya ligi hapa New Aman Complex tumeshinda goli 1-0. Profesa Pakome amejitutumua kule pembeni, anaachia mchomo na kwa 1-0 mechi inaisha hapa. Mechi ya pili KMC tumeshinda 2-1. Ngumu kweli kweli, lakini angalia hayo matawi mengine yanapata matokeo kirahisi. Kwa hiyo Singida kama wanajisikia hivyo, basi hawataki kujisikia kwa ubaya. Ni tawi ambalo linagawa pointi kwa ugumu, kwa sababu yako matawi mengine ambayo yanagawa pointi kwa urahisi na hayalalamiki. Kwa hiyo hawataki kulalamika. Ni mambo tu ya kawaida hayo, na watafika hatua watazoea kufungwa na Yanga. Ni jambo la kawaida hilo. Wakati huo huo, Ali Kamwe hakusita kusema ni kwa nini Young Africans wamekuwa na furaha na kujihisi fahari wanapocheza katika ardhi ya Zanzibar. Chimbuko la klabu yetu Young Africans Sports Club liko pia hapa kwenye ardhi hii tukufu ya Zanzibar. Na sio tu Yanga kuwa nyumbani mpaka Yanga aje. Hata Yanga asipokuja akaja mtu mwingine, Yanga akiwa afurahishwi na mtu mwingine, bado Yanga atakuwa yuko nyumbani kumharibia huyo mtu mwingine. Nafikiri umenielewa vizuri Kwa hii ni ardhi yetu ambayo tunajivunia nayo wakati wowote tunapotua hapa Zanzibar. Tunaamini kitovu cha Yanga Afrika kipo kwenye ardhi hii, na tukifika kwenye ardhi hii tupo nyumbani. Kwa hiyo hapa tunakuja kucheza kwenye ardhi yetu ya nyumbani, na tupo comfortable zaidi kuliko tukiwa kwenye ardhi nyingine yoyote Tanzania hii. Ieleweke vizuri, tupo comfortable zaidi tukicheza hapa New Aman Complex kuliko uwanja mwingine wowote. Kwa hiyo tuwaambie hawa Singida Black Stars ambao na wao wamekuja kwenye ardhi ya Yanga, ardhi ambayo sisi ndio nyumbani kwetu. Mmeshawakaribisha, wameshatulia, wameshaenjoy, sasa wasubiri kukutana na Yanga Afrika kwenye pitch burudani. Sisi tunachoshukuru Singida na hao wana wachezaji wenye quality. Kwa maana yake itakuwa ni mechi nzuri ambayo mtu anayelipia kisimbuzi chake cha Azam atakwenda kuenjoy kuitazama. Sio inakuwa mechi ya upande mmoja, ni mechi ambayo viwango vinataka kukaribiana hivi na kutaka kushindana. Kwa hiyo ladha wataipata. Na uzuri Yanga kwa sababu tunacheza Champions League na Singida ni timu ambayo itacheza Confederation next season, tutaanza kuwapa somo la viwango vya michuano mikubwa ya Afrika inafananaje. Ni Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, akifafanua na kueleza ni kwa nini wamekuwa wakijihisi fahari kucheza katika ardhi ya Zanzibar, kama ambavyo watacheza katika mchezo huu wa fainali dhidi ya Singida Black Stars. Tukiachana na Ali Kamwe, makamu wa rais wa klabu ya Yanga Arafat Haji amesema msimu wa 2024-2025 umekuwa mzuri kwao na wanayo furaha kubwa sana kwa timu hiyo kutoa taji la 31 la ligi. Msimu wa 2024-2025 unakwenda kwenye kumbukumbu zetu sisi Young Africans kama miongoni ama moja ya msimu ambao umekuwa mzuri, lakini msimu mgumu kabisa umewahi kutokea katika historia ya klabu yetu, lakini vile vile msimu ambao umekuwa na matukio mengi sana ambayo klabu ya Young Africans imeweza kuyapitia na kuyavuka kwa mafanikio makubwa. Lakini mafanikio haya yasingewezekana kuvukwa kirahisi bila ya kuwa na mshikamano, umoja na mahusiano mazuri ambayo yapo baina ya uongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na wanachama wake na mashabiki na wapenzi wote. Wanachama wa Young Africans msimu huu, kama ilivyo kawaida ya misimu mingine, waliweza kusimama imara kuunga mkono uongozi wao, kuisimamia timu yao kuhakikisha inafanikiwa katika kila njia ambayo ilitakiwa ipite na kufanikisha mambo yake katika kuusaka si tu ubingwa wa ligi kuu ya NBC, lakini makombe yote ambayo timu hii imeshiriki katika msimu huu. Kwangu mimi hata juzi wakati wa kumaliza sherehe za kukabidhiwa kombe,
nilisema ubingwa huu wa msimu wa 24-25 wa kombe la NBC ni ubingwa ambao unastahili kwenda moja kwa moja kwa wanachama wa Young Africans, kwa sababu wao ndio ambao waliusimamia kwa jasho na damu, na sisi kama viongozi wao tunawaambia asante sana. Tunawaambia msimu huu tunakwenda kukamilisha tarehe 29 kwa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Singida Big Stars. Mchezo huu tutaucheza hapa viwanja vya New Amani Complex. Naamini wanachama wa Young Africans, wapenzi pamoja na mashabiki wataendelea kuitika kwa wingi na kuja kuujaza uwanja huu wa New Amani Complex ili tukamilishe ile safari yetu ya kuyadhibiti, kuyahifadhi makombe yote ambayo tulitakiwa tuyachukue msimu huu na kuyarejesha katika mitaa ya Jangwani na Twiga. Arafat Haji akizungumza jinsi gani ambavyo msimu 2024-25 umekuwa mzuri kwa wananchi Young Africans ambao wametwaa taji la ligi kwa mara ya 31. Wakati Young Africans wakitwaa ubingwa huo wa mara ya 31 wa ligi wakiwa na kikosi bora ambacho pia kimefika fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, bado uongozi wa klabu hiyo umepanga kufanya maboresho makubwa ya kikosi chao kuelekea kwenye msimu ujao, kama ambavyo anaeleza tena Arafat Haji, makamu rais wa Young Africans. Unajua, unapokuwa juu mara zote unataka kuendelea kusogea mbali zaidi. Tumekuwa na misimu minne mizuri sana, sio tu katika kuchukua ubingwa, lakini katika aina ya wachezaji ambao tumekuwa tukiwasajili. Tumeonesha ubora wa wachezaji ambao wamekuwa wanakuja, na sio wanachama peke yake wa Young Africans, lakini wa Tanzania na wote ambao wamekuwa wakifuatilia timu yetu wamekuwa wakijiuliza ni nani mwingine ambaye ni bora zaidi ya hawa ambao wapo. Niwatoe hofu, niwahakikishie wote ambao wanaipenda Young Africans, lakini wale ambao wamekuwa wakihofia Young Africans, hofu yao iendelee kuwa kubwa zaidi, kwa sababu kinachokwenda kutokea ni kikubwa zaidi ya hiki ambacho wamekiona katika misimu mitatu. Viongozi wao badala ya kuona namna gani tunataka malengo yetu tuweze kuyatimiza, sio tu Tanzania lakini nje ya mipaka ya Tanzania, ni nini tunatakiwa tukifanye, tayari tumekwisha kijua na kazi imekwisha anza, na muda sio mrefu badala ya ligi kumaliza, kama viongozi tutatoka na kuwaeleza wananchi wetu kwamba kazi inayokwenda kufanyika msimu ujao na malengo ni makubwa zaidi ya yale ambayo wameyakwisha kuyaona. Kwa hiyo wawe na subra, wawe na uvumilivu, wakati sahihi tutawaeleza na wataona vile ambavyo wanatamani kuviona, lakini ni maboresho makubwa ambayo yanakuja kwenye kikosi chetu. Hiyo ni mikakati ya kuboresha kikosi cha Young Africans kama ambavyo imeelezwa na makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji kuelekea msimu ujao wa mashindano. Huu ni mshike viwanjani. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, tutarejea. Huu ni mshike viwanjani na tupo hapa kwa ajili ya kukueleza yale ambayo tunayo kwa siku ya leo katika kipindi hiki ambacho tupo hapa visiwani Zanzibar kuelekea kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Tukiwa bado tunaendelea kukuletea taarifa ambazo tunazo kwa siku ya leo, na tuende katika taarifa nyingine ambapo kocha mkuu wa Singida Black Stars David Ouma amesema wamejipanga vizuri kuelekea kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Yanga, lakini wanayo heshima kubwa kwa wapinzani wao kwa sababu wana ubora katika eneo kubwa uwanjani. Ouma amesema hayo wakati Singida Black Stars ikiwa imefanya mazoezi yao ya kwanza usiku wa leo katika viwanja vya New Aman Complex. Lazima uheshimu Young Africans kwa hali ya juu sana. Ndakwambia kwa nini. Leo hii kama Young Africans wangefunga Mamelodi Sundowns waweze kushinda ile kikombe, leo wangekuwa katika World Club Championship. Usisahau haya. Kwa hivyo sisi tuna face Young Africans ambao wako na strong experience katika kutoa mataji mengi zaidi. Namba 2, mimi na watazama sasa hivi nitakuwa na face ni kama team kama yenye iko kwa World Club Championship, kwa sababu ilikuwa tu ni walikosa kutoa Mamelodi kwa sababu of course ilikuwa ni Temelak was not on their side, lakini walidominate ile mechi. Kwa hivyo najua timu ambalo na face kama coach, sisi kama team tunajua timu ambalo tuna face, na siri yetu msimu imekuwa tumeheshimu kila timu ambayo tumeface, ndio kwa maana tukapata matokeo ambayo tumekuwa nao katika second leg.
Wakati huo huo, kocha David Ouma amekiri kuwa timu ya Yanga ni hatari zaidi inapocheza bila mpira uwanjani kwa sababu wana kupora mpira na wanafanya mashambulizi ya kujibu. Any big team katika transition lazima uwe stronger. Hiyo ni reality. Usipokuwa stronger katika transition bado inamaanisha unajaribu kujitahidi katika upinzani. Of course quality ambayo wako nayo ndio kwa maana katika zile transition wataweza kuadhibu kwa njia yote ile. Of course pia sisi kama Singida Black Stars hatuwezi look down on us. Yaani kwa sababu pia sisi nafikiria tuna wachezaji bora. Kwa hivyo kitu muhimu sana katika hii mechi ambayo tunaenda kucheza ni equal measures. So kwa zile transitions za mechi ambayo tutakuwa nao Jumapili, tukifanya vizuri sana tuje katika nafasi bora zaidi, then tutakuwa na chance katika mechi hilo. Na hiyo ndio kitu ambacho nataka kuguide zaidi. Na ukweli ni quality itakuwa sawa. The reality ni concept ambayo tunaleta katika mechi hili lazima ituweke katika nafasi bora ya kuweza kushindana katika mechi hili na itupe nafasi bora kuweza kubuka washindi. Kumbuka hilo, kwa sababu sisi tunapatana na timu ambayo wamezoea kutoa mataji, na sasa hivi pia sisi kama Singida Black Stars hatuangalii malengo ambayo tumeweka. Tunasema hivi, tunataka kutoa ubingwa ama mataji ambayo yako mbele yetu. Hii ndio mentality ambayo itakuwa katika mechi hili, na ukiangalia tunapatana tayari mwenye ashajua kupata mataji, na sisi tutakuja katika hali bora sasa hivi kuweza kutoa mataji. So unaona hizi mbinu mbili ndio zitakuwa katika excitement ya mechi ya Jumapili. Ni kocha David Ouma wa Singida Black Stars na kuzungumza jinsi gani ambavyo anaifahamu Yanga na sehemu gani ambayo wamekuwa hatari uwanjani. Baada ya kocha kuzungumza hayo, mlinzi wa kushoto wa Singida Black Stars Gadiel Michael Kamagi amesema kuwa wanakerwa na kauli zinazozungumzwa ya kwamba hawachezi kwenye kiwango kikubwa pindi ambapo wanacheza dhidi ya Yanga. Hivyo Jumapili watapambana kupata ushindi na kufuta kauli hiyo midomoni mwa wanasoka. Kitu kikubwa ni kuonyesha katika mchezo ambao unakuja, yani kufuta ili neno, kufuta ya maneno ya kusema kwamba bwana sisi tukikutana na Yanga inakuwa hivi bla 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 bla. Kwa hiyo kitu kilichokuwepo na sisi wenyewe wachezaji, jinsi tulivyoongea, jinsi tulivyojipanga, ili kufuta maneno haya, basi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo wetu na Young Africans. Bila hivyo nafikiri maneno yataendelea kuongelewa zaidi. Binadamu huwezi kumkataza kuongea. Kwa hiyo ili kukata kauli za watu, basi inabidi tuweze kufanya vizuri katika mchezo huo dhidi ya Young Africans. Na sisi kama wachezaji tayari tumeshajizatiti, tumeweza kuambiana sisi kwa sisi, bwana maneno hayo yameshakuwa mengi. Kwa hiyo kilichobaki ni kupambana, ni kuweza kuonyesha uwezo wetu, kuweza kuonyesha juhudi yetu ili tuweze kupata matokeo katika mchezo dhidi ya Young Africans, ili kufuta ya maneno ambayo watu wanaongea. Na pia maneno hayo yanatupa morali kuhakikisha kwamba tunaweza kupata matokeo vizuri ili tuweze kufuta maneno hayo. Kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi Singida Black Star katika top team huwezi kuacha kuitaja kwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi tunataka tuonyeshe ubora wetu. Kwa hiyo kama mashabiki mimi napenda yani natamani sana hii kauli tuifute kwao. Kwa hiyo njia kuifuta hii kauli basi ni kupata matokeo dhidi ya Young Africans. Ni mlinzi wa kushoto wa Singida Black Stars Gadiel Michael Kamagi na kukerwa na kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwamba wamekuwa wateja wa Young Africans. Wakati wa mshambuliaji hatari wa Singida Black Stars Jonathan Soa amesema safu ya ulinzi ya Yanga ni ngumu kupitika, lakini huwa inafanya makosa ambayo anaamini yakitokea atawaadhibu. Soa amekiri kwamba ni kweli anaipenda Yanga, lakini haimaanishi hawezi kuadhibu Yanga nafasi ikitokea siku ya Jumapili, kwa sababu wanataka kuandika historia kwao na kwa club. You know, in football, if no one will create any mistake, there will never be a score. So at the end, we know. Unajua kwenye mpira kama hakuna atakayefanya makosa, matokeo hayatakuwepo. Mwisho wa siku tunajua mmoja atafanya makosa na aidi. Kama makosa yatatokea, nitatumia na kuadhibu kwa kutumia nafasi hiyo. Ukiwatazama mabeki wa Yanga ni wagumu, wana umoja. Hakuna nafasi ya kupenya. Lakini kwenye mpira kila mtu anafanya makosa. Kwa hiyo watakapofanya makosa tunahitaji kuadhibu, hatutaki bla bla, tunahitaji kuadhibu. Kama nisemavyo siku zote, naipenda Yanga, lakini hiki ni kitu tofauti. Hii sio mechi ya ligi, hii sio mechi ya kirafiki. Hii tunazungumzia finali. Tunahitaji kufanya kitu
kwa ajili ya kuweka historia. You need to do something to set a history. Ni Jonathan Soa, mshambuliaji wa Singida Black Stars, akisema kwamba atawaadhibu Young Africans pindi ambapo watafanya makosa siku ya Jumapili. Tuondoke kwa kikosi cha Singida Black Stars. Tuendelee kwa mashabiki wa Young Africans visiwani Zanzibar ambao wameipokea timu hiyo kwa furaha, huku wakiamini itapata ushindi na kutoa taji la kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Singida Black Stars siku ya Jumapili. Mtumwa Saidi anaarifu zaidi. Fainali ya kombe la shirikisho CRDB Cup mwaka huu inatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex, ukikutanisha timu ya Yanga African pamoja na Singida Black Star saa 2:30 usiku. Nimezungumza na mashabiki mbalimbali visiwani humo, wameelezea matumaini yao kuelekea mchezo huo. Matumaini yetu siku ya Jumapili ni ubingwa tu, hakuna jingine. Kikweli naipenda hii timu yangu, naipenda hasa kuanzia timu hata wachezaji, kwa sababu nikisema ni timu tu basi nitawatendea haki. Hata wachezaji, makocha, benchi la ufundi lote, kwa kweli wametutendea haki. Mechi ya Jumapili, yani matarajio ya ushindi 100%. Kwa hiyo nawatakia wanachama, wapenzi, vijana, wazee, watoto wote waje uwanja wa Amani wa ujaze. Kinatupa jeuri kwa sababu tuna timu nzuri, tuna timu ambayo ina wachezaji ambao sio kwamba okota. Kila mchezaji maana yake anaweza kukupa kitu ambacho wewe usichokitarajia. Kwa hiyo ndio maana kinatupa jeuri. Ni vizuri zaidi. Nataka kwamba watu wajitokeze kwa wingi uwanja wa Amani tukaujaze. Kwa sababu hali huyu mdhamini wa CRDB ajue sasa kwamba Yanga ni timu gani. Kwa sababu sisi ndio watu wa mfano. Sisi hatuna mbambamba sisi. Fainali ya Jumapili sisi naomba kikosi chetu kwanza kisianzishwe kile kama cha juzi. Waanzishwe wale wachezaji ambao walikuwa hayapati nafasi, kwa sababu sisi Singida tunaimudu. Wote tunavyotaka sisi kombe lazima liende Jangwani, kwa sababu sisi ubingwa sio mara ya kwanza kuchukua. Ubingwa huu ni wetu sisi na Singida tu wajipange tu kikosi chao kizuri, lakini na sisi tunaambia kwamba Yanga kwa amani hapa achomoki mtu yani. Mchezo wa fainali Jumapili utakuwa mgumu. Kwa sababu gumu wape, kwa sababu Singida hapo vizuri na Yanga anataka ongeze makombe, ajiweke sehemu nzuri kwa msimu unaokuja mwakani. Tunatarajia mchezo kwa mzuri na kwa na amani. Ni taarifa ya Mtumwa Saidi ikiangazia hamu na shauku ya mashabiki wa Young Africans kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda na kwa sasa niungane na James Samuel kwenda kuangalia machache kuelekea kwenye final hii. James, David Ouma kuzungumza na kuonesha anaifahamu Young Africans na uhatari wake kunaweza kukafanya final hii ikawa ni finali ya namna gani kutokana na wapinzani kufahamiana vizuri? Yes, yeye ndio anabeba maono ya timu, yeye ndio anafanya mazoezi na kikosi, anawafahamu wachezaji kuliko mtu yoyote. Ukisikia kauli yake namna hiyo, inamaanisha kwamba kuna kitu anaenda kukifanya, na ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikakuthibitishia hivyo ni mchezo wa nusu finali ambao wametoka kucheza. Wametoka kucheza mchezo dhidi ya Simba na kupata ushindi ambao ni mkubwa, na si kwa mara ya kwanza David Ouma kupata matokeo chanya dhidi ya timu ambazo zinaonekana ni top kwenye level ya juu sana, na Singida ina uwezo wa kufanya hivyo. Stories zilizopita hapa, aina ya wachezaji ambao walikuwa wanazungumza, Jonathan Soa, moja kati ya watu ambao wamefanya vizuri ndani ya muda mfupi kwenye ligi kuu, lakini unaamini kabisa kwamba kwenye NBC, kwenye CRDB pia kuna kitu anaweza kwenda kukifanya kutokana na kile ambacho amekionyesha kwa siku za karibuni. Naam, huyo ni James Samuel na kile ambacho anakiona kuelekea kwenye fainali hii ya kombe la shirikisho la CRDB Bank itakayochezwa siku ya Jumapili katika uwanja huu wa New Aman Complex hapa visiwani Zanzibar. Kama liitwavyo kwa ni kombe la shirikisho la CRDB Bank. CRDB wenyewe wapo hapa na anaungana na Adam Mbwana ambaye yeye ni meneja maudhui ya mtandaoni kutokea CRDB Bank. Adam, karibu sana. Sijui mimi nikukaribisha Zanzibar au wewe unikaribishe Zanzibar, lakini yote kwa yote tupo Zanzibar pamoja. Naam. Tuwajuze kwa ufupi sana wa Tanzania na mashabiki wa michuano hii, kipi ambacho mmejipanga nacho kuhakikisha kwamba finali inakuwa ya kipekee na ya kihistoria? Nakushukuru sana Ngoda, na niwashukuru Azam TV pia kwa nafasi hii. Sisi kama wadhamini wa CRDB Bank Federation Cup mwaka tumejipanga vizuri sana. Mwaka jana tulikuwa tuna finali nzuri, lakini this time tunataka kuifanya iwe kubwa zaidi. Kitu cha kwanza kwenye ile zawadi ya mchezaji bora wa mechi ile. Mwaka jana Ibrahim Baka aliondoka na donge nono la milioni 1. So yule man of the match wa finali ya mwaka huu anaondoka na milioni 2.
Kwa hiyo na maana tumeongeza milioni 1 zaidi. Kwa hiyo ni fursa kwa wachezaji pia kuweza kuongeza kipato hapo. Lakini pia this time mwaka jana tulizindua kombe jipya, si ndio? Lakini mwaka tunataka kuleta visiwani Zanzibar kwa shamra shamra. Na tutakuwa na brand ambassador wetu Rayvanny. Kwa hiyo atalipokea pale, safari tutoka hapo tuna mpaka branch ya Michenzani pale. Kwa hiyo wale wateja wetu wale wawepo pale kwa ajili ya kupiga picha na kombe na mambo mengine kama hayo mazuri. Yeah. Tutakuwa na mengi sana na nyakati za kuungana na wewe hapa zitakuwa ni nyingi sana, lakini kwa muktasari huo tunakushukuru kwa kutudokezea walau kile ambacho tutakwenda kukutana nacho siku ya Jumapili. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, huu ni mshike viwanjani na hapa ni visiwani Zanzibar. Kwa sasa turejee kwako Akida Kilango hapo studio zetu za Tabata, Dar es Salaam. Nikushukuru sana Alwatan Ngoda, lakini kama lipo la kukuahidi ni kwamba nakuja. Naam, huyu ni mwenzetu Alwatan Ramadhan Ngoda, tumeweza kuzungumza naye akiwa kule Zanzibar. Ameweza kutupitisha katika mengi kweli kuelekea katika mchezo wa Jumapili, fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank, wananchi Yanga wakikipiga dhidi ya Singida Black Stars. Kama lipo la muhimu ambalo unapaswa kulifanya ni kuwasha kisibuzi chako na kulipia 28,000 ili uweze kushuhudia mtanange huo. Na nikisalia katika habari zinazohusu mchezo wa Jumapili, mashabiki wa soka mkoani Singida na wametoa maoni yao kuelekea katika mchezo huo wa fainali. Hiyo mechi itakuwa nzuri na haijawahi kuwa nyepesi hata siku moja. Kama unakumbuka kule Zanzibar ilitokea quality ya mchezaji mmoja Pacome Zouzoua ndio alikuja akaamua mechi. Lakini haijawahi kuwa rahisi. Na natarajia itakuwa mechi nzuri ya vuta ni kuvute. Kwa hiyo kwa sababu timu zote zina wachezaji wenye quality. Ukiangalia kwa mfano kama huyu Jonathan Soa ni amedhihirisha ni namna gani alivyo, ni top striker. Kaja katikati ya msimu lakini mpaka sasa hivi tunazungumza na magoli 13. Je, angekuwa ameanza mwanzo wa msimu ingekuwa ni hatari. Kiukweli mechi itakuwa ngumu. Ingawaje tunasema ndugu zetu huwa wana mbinu nyingi. Yanga ni timu kubwa, Singida Black Star ni timu nzuri ambayo inakuwa kwa kasi. Sasa hiyo ni fainali, sio friendly match. Naweza nikasema ni 50-50 kwa sababu wote wamefanya vizuri mpaka wamefika fainali. Tathmini yangu ni kwamba Singida ni wazuri, ni timu nzuri na wachezaji wazuri, lakini kama ilivyo kawaida, nadhani wewe mwenyewe unajua Yanga ilivyo sasa. Yanga msimu huu tunahitaji kila kombe. Kombe linapokuwepo pale uwanjani, Yanga huwa hatuachi. Kwa hiyo Singida ajiandae, atapata zawadi yake vizuri. Sisi tunachukua mwali, maisha yanaendelea kama kawaida. Kwetu sisi mchezo huu utakuwa ni mgumu, hatuuchukulii kiurahisi kwa sababu wenzetu wanakuja wamejiandaa na sisi pia lazima tujiandae, lakini tuna uhakika tutashinda. Tunaamini tutachukua ushindi, tena ushindi mkubwa, kwa sababu timu yetu ya Singida Black Star ina wachezaji wazuri, wamejiandaa vema. Na ni mashabiki wa soka hao kutoka Singida wakizungumzia mchezo wa fainali. Kabla ya kwenda katika mapumziko, yapo mengine mengi ya kukufahamisha. Miongoni mwa hayo ni pamoja na haya: Aishi Salom Manula na wengine 26 waitwa kuunda kikosi cha Taifa Stars kwa ajili ya CHAN mwezi Agosti mwaka huu. Na hatua ya 16 bora kombe la dunia klabu kuanza kutimwa vumbi hapo kesho. Naam, nikukaribisha tena katika mshike uko nami Akida Kilango. Mapema leo katika mitaa ya Twiga na Jangwani yalipo makao makuu ya Yanga, wananchi wamepiga supu kama sehemu ya kujipongeza kwa kutetea ubingwa wao wa ligi kuu na kuitiana moyo kuelekea katika fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Hadija Halifa ametuandalia taarifa ifuatayo kwa kina. Zoezi la supu ya ngamia linaendelea hapa makao makuu ya Yanga Sports Club
baada ya wananchi kuibuka na ubingwa wa ligi kuu ya NBC baada ya kuwafunga watani wao Simba Sports Club kwa ushindi wa mabao 2-0. Furaha hii ya wananchi itatamatika baada ya mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars, mchezo wa CRDB Federation Cup, ambapo fainali hizi zitafanyika visiwani Zanzibar mnamo tarehe 29. Tuendelee kuwa na umoja kama tulivyokuwa, kwa sababu Yanga tulikuwa tumepotea muda mrefu kipindi cha miaka 4 nyuma. Ndani ya miaka 4 tumekuwa umoja, kwa hiyo tunapambana kutokea na tulipotoka. Kwa hiyo tusitokee tena kama tulivyotokea mwanzo, ili tuendelee mbele kwa focus tulikuwa nayo. Kwa hiyo naona mashindano yatakuwa mazuri na shukuru Mwenyezi Mungu, timu bado iko vizuri, hatujapotea sana pamoja kuondoka Aziz Ki, lakini bado timu iko kwenye muunganiko. Sisi tunajiamini kwamba ile kombe tutachukua, ila nao pia wale tunaocheza nao pia vile ni binadamu, umeona. Kwa hiyo wetu kwa 100% tukachukua, hapana, huu ni mpira bwana, umeona. Wakichukua wao ni furaha kwetu, tukichukua sisi ni furaha kwao, umeona bwana. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba, umeona bwana, afya ipo, basi tuna hakika tunachukua kombe hilo. Mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa ushindani kutokana na ubora wa vikosi vyote viwili. Kama tunavyoelewa, Singida wako vizuri, Dar es Salaam Young Africans pia tuko vizuri, tumetoka tunachukua ubingwa juzi, lakini tunachoamini sisi kama Yanga tuna kila sababu ya kulitetea kombe hili kwa sababu sisi ndio mabingwa watetezi. Tumebeba mara 3 mfululizo, tuna kila sababu ya kulibeba na hili iwe mara 4 mfululizo. Tuna matumaini makubwa kabisa na kikosi chetu, kama ulivyokwisha kuona hapo, mtani wetu tumeshakupata 2. Kwa hiyo pia tunatumaini pia sana na kuhusu kwamba tunapoelekea Zanzibar kwa ajili ya mashindano haya ya CRDB Cup tunaenda kupata matokeo. Sisi ni timu kubwa, timu ambayo tunatumaini nayo, lakini sio kwa sababu ya timu kubwa basi ndio tujipaki asilimia zote kwamba tutashinda. Je, ni nani ataibuka na kombe hili la CRDB Federation Cup? Ni Yanga Sports Club au Singida Black Stars? Tusubiri tuone. Cha kufanya ni wewe kulipia kinyamuzi chako kwa wakati ili kuweza kuenjoy uhondo huu wa kukata na shoka. Nikiripoti kutoka hapa makao makuu ya klabu ya Yanga Sports Club jijini Dar es Salaam, Khadija Khalifa, Azam Sports. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepongeza jitihada zinazoendelea kufanyika katika sekta ya michezo nchini zilizochangia historia mpya inayokwenda kuandikwa kwa mwaka huu 2025 pamoja na mwaka 2027. Tanzania na jirani zake Kenya na Uganda watakuwa wenyeji wa michezo ya CHAN mwezi Agosti mwaka huu pamoja na AFCON mwaka 2027. Rais Samia amejivunia hayo wakati akihutubia na kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo litavunjwa rasmi Agosti 3 mwaka huu jijini Dodoma. Mafanikio mbalimbali yamepatikana na kubwa ni Tanzania kufanikiwa kwa mara ya kwanza kwa mwenyeji wa matukio makubwa ya michezo ya kimataifa ya AFCON kwa mwaka 2027 na CHAN kwa mwaka huu wa 2025. Vile vile vilabu vyetu vya mipira vya miguu vikubwa vya Simba, Yanga, Azam na vingine viliweza kufuzu kushiriki mashindano ya shirikisho la soka la Afrika yani CAF. Ni Rais Dr. Samia alipokuwa leo akihutubia pale bungeni na amezungumzia hapo kuhusiana na CHAN na nikufahamisha kwamba kikosi cha Tanzania kimetangazwa leo na kocha Hemed Suleiman maarufu Morocco, na nitakupitisha katika kikosi hicho. Eneo la goalkeeper utaweza kuona yupo Aishi Salum Manula ambaye kwa muda mrefu hakuwa sehemu ya kikosi hiki, lakini pia Hussein Masalanga kutoka Singida Black Stars, lakini pia yupo Yakub Selemani ambaye anakipiga katika kikosi cha maafande wa JKT Tanzania. Lakini kwa safu ya walinzi mama beki yuko Shomari Kapombe, Lusajo Mwaikenda, kuna Mohamed Hussein, Pascal Msindo, Ibrahim Hamad Baka, Dickson Job kutoka Young Africans, Wilson Nangu yupo pia, Abdul Razak Mohamed, Vedastus Masinde huyu kutoka Under 20 Ngorongoro Heroes, lakini pia TMA na Lameklawi kutoka Wanamangush Coastal Union. Lakini kwa upande wa viungo yupo Ahmed Pipino, yupo Mudathiri Yahya, Yusuf Kagoma na Soro Saaduni kutoka kwa matajiri wa jiji Azam FC, Kibu Dennis Prosper Mkandaji kutoka Simba Sports Club, Jami Simba huyu nani kutoka Under 20 Ngorongoro Heroes, yupo Idi Selemadi Nado kutoka Azam FC, Sabri Kondo Coastal Union, Faisal Salum kutoka matajiri wa jiji Azam FC, lakini pia Shehan Hamisi kutoka Under 20 Ngorongoro Heroes, lakini pia akiwa anakipiga katika kikosi cha Young Africans. Lakini kwa upande wa safu ya ushambuliaji yupo Clement Mzize kutoka Young Africans, yupo Mishano Michael kutoka Under 20 Ngorongoro Heroes, lakini pia Yanga Sports Club kuna Ibrahim Hamadi ambaye anakipiga katika kikosi cha Tabora United, lakini pia yupo Abdul Seleman Sopu.
Lakini mbali na hilo, kocha wa Tanzania Ahmed Suleiman Morocco ametanabaisha namna wanavyojipanga kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye michuano hiyo itakayoanza kutimua vumbi Agosti 2 mwaka huu. Nafikiri tutaanza kwenye tarehe 7 nafikiri baada ya kumaliza ligi ya kumaliza mechi ya Yanga na Singida kesho kutwa. Tutatoa break kidogo wachezaji kama ya wiki moja, and then tutaingia kambini tarehe 7 na tutategemea kufanya camp Egypt kwa muda wa wiki 2, and then tutarudi tuendelee na camp hapa tayari kwa mashindano ya CHAN. CHAN ni mashindano mazuri especially kwa wachezaji ambao wanasema wanacheza ligi ya nyumbani, sio? Nafikiri ni mashindano mazuri, ni potential kwa wachezaji wanacheza ligi nyumbani, na ukitazama hapa na mchanganyiko wa wachezaji ambao young player. Kwa mimi naamini ni future nzuri kwa 2027. Haya mashindano tukiyachukulia serious, tukiweza kuhakikisha kwa train vizuri na kufanya vizuri katika mashindano hayo, naamini tutakuwa na kikosi kizuri kwenye 2027. Lakini cha pili, mashindano ambayo yanachezeka nyumbani. Kwa hivyo tunachukulia kwa tahadhari kubwa. Bado hatujafanya vizuri kwenye mashindano haya ukilinganisha siku za nyuma. Kwa hivyo tunalijua hilo, na ndio maana tunajaribu kuweka camp ya mapema zaidi ya muda mrefu ili kuona kwamba tunakuwa bora zaidi kwenye mashindano haya. Na naamini kwamba tuna wachezaji wazuri, na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunashinda mashindano, sio? Especially kwa sababu anacheza nyumbani. Nafikiri ndio moja ya mission yetu ni, na naamini kwamba tuna kikosi kizuri. Ni kocha Ahmed Suleiman Morocco huyo. Na tutazame sasa kile ambacho tulikuuliza kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Lipo swali ambalo tulikuwekea tukihoji. Kikosi cha Taifa Stars chatangazwa, 27 waitwa kwa ajili ya kambi nchini Misri kujiandaa na CHAN 2024. Yepi maoni yako? Swali lilikuwa ni hilo, lakini tutazame ulichotuandikia kupitia katika kurasa yetu wa Instagram. Omar, huyu ni Omar 966 Junior, anasema tujiandae kwa kushindana na sio kushiriki, ili tuthibitishe kuwa ligi ya NBC ni ya 4 Afrika, tufike hata nusu finali kwenye ardhi ya nyumbani. Lakini Hamis Imo anasema kwa kikosi kilichoitwa ni kizuri, wakipambana tunaweza kutoa ubingwa. Lakini huyu ni Frolian, anasema kikosi kipo vizuri, kikubwa kila mmoja ajitume, na amini tuna uwezo wa kufika mbali katika mashindano. Mungu ibariki Stars. Huyu amehitimisha kwa kusema hivyo. Tuelekee katika upande wa kurasa zetu nyingine kutazama kile ambacho umeweza kutuandikia hapo. Tutazame Facebook. Huyu ni Shaibu Musa kutoka Liganga Ruvuma, anasema maoni yangu ni kwa kikosi kiko vizuri na kimesheheni vijana wapya na wale wazoefu. Kikubwa ni wachezaji kufahamu kuwa wana deni kubwa kutoka kwa mamilioni ya Watanzania na wakapambane kwa ajili ya kupigania nembo ya nchi yetu. Hayo ndio maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook, na tukitazama mengine ambayo tumekuandalia usiku huu. Kabla tuenda hapo, tupate kwanza mapumziko mafupi, na kitakaporejea yapo mengine ya kuweza kukufahamisha. Mshike bado upo nami Akida Kilango. Moja kati ya habari iliyoibua hisia za wengi kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni kurejea kwa Aishi Manula katika kikosi cha Taifa Stars kinachojiandaa na michuano ya CHAN. Tumezungumza na Jemedari Saidi Kazumari ambaye ni msimamizi wa Manula kupata mtazamo wake baada ya golikipa huyo kupoteza namba ya kuanza mara kwa mara kwenye klabu yake ya Simba. Kwa national team zaidi, lakini pia ni faida kwa mchezaji kwa sababu pia inampa thamani zaidi. Ni mchezaji mzoefu, alifikia kuwa nahodha wa timu ya CHAN wakati fulani, nahodha wa timu ya taifa ya Tanganyika Kilimanjaro Stars, one of the seniors kwenye timu, amecheza AFCON zilizotangulia zote, atakwenda kucheza CHAN hii, Mwenyezi Mungu akimjalia pia atacheza na AFCON and maybe AFCON ya 2027 kwa sababu he's a goalkeeper, bado umri wake unamruhusu, lakini is top goalie Tanzania kama nchi inamiliki kwa sasa. Si dharau wa goalkeeper wengine. Jacob anakuja vizuri, Masaranga on and off, lakini bado goalkeeper wa national team, na kuna goalkeeper wengine akina Yon Amos and the Hells wanacheza huko nyuma, lakini hakuna goalkeeper anafika uwezo wa Aishi Manula. Kwa hiyo ni faida sana kwa nchi, na niwapongeze walimu kwa kuona umuhimu wa kumleta the most experienced goalkeeper we have in the country na top goalie kwenda
kupambana kwa ajili ya CHAN, kwa sababu CHAN ni maeneo ambayo tunadhani tunaweza tukafika hatua kubwa zaidi finali. Aidha, Jemedari Saidi Kazumari ameweka wazi mustakabali wa Aishi Manula kama atasalia au ataondoka Msimbazi. Manula ni mchezaji wa Simba mpaka msimu utakapoisha. Msimu unaisha baada ya mechi ya finali ya FA. Ndio msimu unakuwa umeisha. Kwa hiyo bado ni mchezaji wa Simba, ingawa Simba hawaja tuita mezani, hawajaonyesha walionyesha nia wakati fulani hivi, lakini hatuwakatazi. Wao ni timu, isipokuwa tuna offer nyingi ziko mezani pia. Wakati huu pia tuna consider offer nyingine. Kwa hiyo kama itatokea hatutoitana na Simba tukazungumza, we still have some offers ambazo ni nzuri tu. Nje na ndani, offer nzuri kabisa zipo, hazina tabu. And Manula sio goalkeeper ambaye anaweza eti akakosa timu ya kucheza. Sio goalkeeper huyo. Huyo goalkeeper mkubwa kaka. Afrika nzima inatambua Manula. Fadri alipofika aliuliza Manula mnaye. Na kuna matimu yapo mengi tu ambayo wanauliza makocha wanauliza uwezekano wa kumpata Aishi Manula. Sasa goalkeeper huyo anakosaje timu? Jemedari huyu akizungumza kuhusiana na hilo la Aishi Manula. Tukitazama mengine, hatua ya makundi kombe la dunia ngazi ya klabu imekamilika alfajiri ya leo kwa michezo ya kundi H kupigwa. Real Madrid wamemaliza wakiwa vinara kwa kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Salzburg na kufikisha alama 7, na nafasi ya pili katika kundi hilo imekwenda kwa Al Hilal, waliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Pachuca na kufikisha alama 5. Na muda huu naungana na mchambuzi wetu Kinga Mkono kwa ajili ya kuweza kutazama zile timu ambazo zimeweza kufanikiwa katika hatua ya 16 bora. Kinga Mkono, karibu sana. Asante Kida. Kwa timu ambazo tumeweza kushuhudia 16 zikiwa zimesonga mbele, Brazil wametoa timu 4 lakini sivyo bahati, Afrika tumeshindwa kufua dafu. Ni pigo kwa soka la Afrika. Ukiangalia timu zilizofuzu ni hizi, Brazil akiwa na timu 4. Na timu 4, Ulaya wana timu 8, Amerika na Mexico wana timu 1. Kwa hiyo North America na timu 2 maana. Na ina Inter Miami pamoja na Mariners. Unaona, kwa hiyo unaona Afrika imepata pigo kwamba tumepeleka timu 4 na hatujapata chochote. Wenzetu Asia wana timu 1, Al Hilal. Kwa hiyo unaona bado kuna maswali mengi ya kujiuliza kwenye soka letu la Afrika kutokana na hiki kinachoendelea. Walijitahidi vijana lakini haikuwa bahati kwao. Na kwa bara la Ulaya sio timu 8 kama ambavyo walikuwa wametaja hapo, walipeleka 8 kwa ujumla, lakini zilizopita ni chache kama ambavyo unaweza kuliona hapo. Lakini tutazame ratiba Kinga Mkono, kwa mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV, unahisi ni kipi atachokipata kutokana na ratiba hiyo? Hizi mechi nzuri kwa sababu zinakutanisha timu bora katika hatua hii ya 16 bora, ambayo inatuletea timu 8 ambazo zitafuzu kwenye robo finali. Palmeiras na Botafogo ni mechi ngumu ya Brazil kwa wenyewe. Yule kule bingwa wa Brazil Botafogo pamoja na bingwa wa Amerika Kusini vile vile. Kwa hiyo anakutana na ndugu zake. Mechi ya Benfica na Chelsea na yenyewe tunategemea kuona ushindani mkubwa wa timu za Ulaya. Na Chelsea inajitengeneza, imekuwa vizuri. Kwa hiyo unaona wenyewe wanataka kitu, wanakuja. Paris Saint-Germain, mabingwa wa Ulaya, wanakutana na ndugu yao wa zamani Messi na Inter Miami yake. Kwa hiyo unaona vivyo kutakuwa na ushindani, japokuwa naona PSG wanaweza walivyotoka wana nafasi ya kuni. Flamengo naona kipiga dhidi ya Bayern Munich. Mchezo mwingine mzuri kwa sababu Bayern Munich ina rekodi nzuri ya kufunga magoli mengi. Kwa hiyo tunategemea kuona wa Brazil hawa nao watawasimamisha hawa Wajerumani, tuone hapo kitatokea nini. Nikushukuru sana Kinga Mkono. Asante sana. Naam, huyo ni mchambuzi wetu ndio Kinga Mkono, umeweza kumsikia hapa akitupitisha katika hili linalohusu kombe la dunia ngazi ya klabu. Tukirejea hapa nyumbani, klabu ya Tabora United inayoshiriki ligi kuu ya NBC imeingia mkataba wa miaka 5 na kampuni ya M4 Market ya nchini Nigeria kama mdhamini mkuu wa timu hiyo kuelekea katika msimu mpya wa mashindano. Uongozi wa Tabora umeweka wazi umuhimu wa mkataba huo na namna utakavyoweza kuwaimarisha katika ushindani wa ligi msimu ujao. Thank Lekki Sports Management whom we contacted, and through them as an agency. Nawashukuru wadhamini wetu hawa wapya kwa kuweza kutudhamini pamoja na management yao kwa ujumla. Hivyo naamini mkataba huu utaweza kutuendeleza na kuziba mapengo ya mapungufu ambayo tulikuwa tukiyapitia katika miaka iliyopita na misimu ambayo timu yetu ilikuwa ikipitia. Na tumaini hayo kwa sasa hatutayapitia tena. So we believe that going forward, those struggles that have been there
will not be there again. Tunapokwenda kupata hii fursa ya kuwa na mdhamini wetu huyu M4 Marketing kutoka nchini Nigeria, tafsiri yake ni kwamba watu wameitazama kwa jicho la kipekee zaidi Tabora. Yaani mtu anatoka, mwekezaji anatoka Nigeria, anakuja kuwekeza katika timu ya Tabora United ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara. Ni kitu kikubwa na tunapaswa kujivunia. Sasa Tabora ilikuwa haina mdhamini mkuu, imemaliza nafasi ya 5 msimu huu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba na imekuwa ina basi zuri. Kwa hiyo kupitia mdhamini huyu tunaamini, kupitia na uwekezaji huu mkubwa ambao umekwenda kufanyika, tunaamini kabisa kwamba msimu unaokuja Tabora tunakwenda kuwa timu. Mashindano ya mpira wa kikapu CRDB Taifa Cup yamezidi kushika kasi jijini Dodoma. George Mbara ametuandalia taarifa ifuatayo. Kikapu ya CRDB Taifa Cup yakipigwa tafu ya nguvu na Azam Media, ambapo hii leo timu zote shiriki zimeshacheza michezo miwili, huku makocha na viongozi wakikiri mashindano ya mwaka huu yana ushindani mkubwa, kwani mpaka sasa kila timu ina nafasi ya kutoa ubingwa. Kama mabingwa watetezi kwenye mechi ya ufunguzi na tulifanikiwa kushinda dhidi ya Iringa. Ushindani umekuwa mkubwa, timu zimejitokeza kwa wingi na sisi tumejipanga vizuri kuendelea vizuri kwenye mechi zetu. Tumeshapoteza mchezo mmoja, lakini tunategemea kwamba tutashinda mechi zinazokuja. Tajiri wetu sisi ni kushinda katika kundi letu, kwa sababu tumeshapoteza mchezo mmoja, kwa hiyo tunategemea kushinda michezo yote miwili iliyobaki na kuwa washindi wa pili na kuendelea katika hatua inayofuata. Kadri siku zinavyoenda, watu wanakuwa wanajua makosa, wanaenda kufanyia kazi. Kwa hiyo kila mwaka mimi ninavyoona ushindani unazidi kuongezeka. Ushindani wa mwaka huu tofauti na ushindani wa mwaka jana tofauti na mwaka juzi. Kwa hiyo kila inavyoenda watu wanaangalia makosa yao, wanaenda kurekebisha, mashindano yanakuwa magumu sana. Daniel Mbwana, kamishna wa ufundi na uendeshaji kutoka shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania TBF, anasema mashindano yanaendelea vizuri na mwamko ni mkubwa kwa washiriki. Mashindano yanaendelea vizuri, kila timu zimeshacheza mechi 2-2 na kila timu zimeonyesha upinzani mkubwa na mwamko ni mkubwa. Wakazi wa Dodoma wamejitokeza sana, labda tuzidi kusema wazidi kujitokeza kwa maana kuna vipaji vya kutosha na ligi imekuwa kusisimua sana, hasa ukizingatia mikoa imepata kitu kidogo kutoka kwa mdhamini wetu, mdhamini ambaye ni CRDB, na kwa kushirikiana kabisa na Azam kidogo wameamsha na wametoa hamasa kwa wachezaji na hata tunaona ligi imekuwa ya ushindani sana. CRDB Taifa Cup inatimua vumbi katika viwanja vya Chinangali Park Dodoma, huku mabingwa watetezi kwa wanaume wakiwa ni mkoa wa Kigoma na kwa upande wa wanawake mabingwa watetezi ni Mara. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Na 9 kutoka ndani na nje ya nchi zimefika mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya mechi ya mashindano ya Afrika Mashariki mwaka 2025 zitakazofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari ya ufundi Moshi. Vijana wako vizuri, tumejiandaa vizuri, malengo yetu ni makubwa kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatimiza ndoto na malengo yao. Lengo letu kwamba kuhakikisha kwamba tunalea vijana katika maadili mazuri ili kufikisha malengo yao. Tumeingia katika hatua ya nusu final, na nusu final manake ni mchezo ambao mgumu na mchezo ambao unahitaji akili, maarifa. Malengo yetu kwamba kutoa ubingwa, kwa sababu ukishakuingia nusu final manake malengo yako wewe ni kwenda kuchukua ubingwa. Malengo yetu kwamba tushinde nusu final, tuingie final, tuchukue ubingwa. Sisi City Sports Academy kikubwa si kupata kombe tu, ni improvement ya vijana katika kila hali, lakini tuhakikishe kwamba ndoto zao za mpira, ndoto zao za michezo zinafikiwa. Lakini City Sports Academy haitadili tu na football katika engo ya uchezaji, lakini pia inakomaa pia kuwatengeneza wale watafsiriji wa sheria za uwanjani ambao ni marefarees pamoja na watu wengine ambao wanahusika na mchezo wa mpira. Kwa kuhitimisha, mshike bonanza lililoandaliwa na shirika la Walaselian wa Don Bosco Tanzania limefanyika likishirikisha wanafunzi kutoka katika baadhi ya shule hapa Dar es Salaam. Kwamba tulichukua sasa vitu vitatu. Moja ni michezo ya football, basketball, volleyball, netball na chess na draft.
tuna culturals, tulifanya pia culturals. Tulikuwa na singing solo, singing group, tulikuwa na dance, tulikuwa na fashion show na tulikuwa na drama. Na bado moja ni academics, taaluma. Ndio ni muhimu, ni tukio tunatarajia kufanya vizuri kwa sababu hii ni Naam, kufika hapo kuna la ziada katika mshike mshike, lakini kabla sijahitimisha ni kufahamisha yale tulikuwa na usiku huu ni pamoja na haya. Wananchi Young Africans watua visiwani Zanzibar tayari kwa fainali Jumapili hii. Singida Black Stars yapania kuimaliza fainali na kurejea mjini na ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na Rais Samia afurahia mazuri yanayofanyika kwenye sekta ya michezo hapa nchini. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kutoka hapa Dar es Salaam na Fatma Abdalla Kitawe, lakini kule Zanzibar alikuwa mwenzetu Alwatan Ramadhani Ngoda. Una usiku mwema.